Wakili Peter Madereka ajiunga na chama cha ACT Wazalendo. Wakili maarufu nchini Peter Madereka amejiunga na chama cha ACT Wazalendo na kusema dhamira yake ni kuhakikisha demokrasia inatamalaki nchini na jukumu hilo litafanyika kwa usahihi zaidi katika jukwaa akiwa na chama cha ACT Wazalendo. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye wakili maarufu nchini Peter Madereka amejiunga na chama cha ACT Wazalendo na kusema dhamira yake ni kuhakikisha demokrasia inatamalaki nchini na jukumu hilo litafanyika kwa usahihi zaidi akiwa katika jukwaa la chama cha ACT Wazalendo. Amos Makalla atoa kauli, vijana msipoteze fursa ya kupiga kura, ni haki yenu. Katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla amesema kujiandikisha katika daftari la wapiga kura kwa awamu ya pili ni fursa nzuri kwa vijana na wananchi kutimiza haki yao kikatiba kushiriki uchaguzi. CPA Amos Makalla amesisitiza awamu hii ni fursa kubwa kwa vijana wenye umri chini ya miaka 18 wanaotarajiwa kutimiza umri wao ifikapo Oktoba mwaka huu, kwani watapata fursa ya kutimiza haki yao kikatiba kushiriki uchaguzi kwa kujiandikisha ili kukidhi vigezo. CPA Amos Makalla amezungumza hayo wakati akizungumza na wananchi katika halmashauri ya wilaya Muleba iliyojumuisha majimbo mawili ya Muleba Kaskazini na Muleba Kusini, akiwa katika muendelezo wa ziara yake ya siku 7 katika mikoa ya kanda ya Ziwa. CPA Amos Makalla akiwasalimu wananchi hao amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM wapo katika maandalizi ya kushiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya kutimiza takwa la kikatiba. Lengo la chama ni kushika dola. CPA Amos Makalla amesema chama hakiweze kushinda kwa kishindo, kinahitaji kupigiwa kura na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na wananchi. Imekuwa ikiwekwa madarakani CCM kwa nguvu ya sanduku la kura ambao zinapigwa na wananchi. Akisisitiza hayo, Amos Makalla amewahamasisha wananchi kujitokeza kujiandikisha na kushiriki na kutoa taarifa zao katika daftari la wapiga kura ambalo utekelezaji wake umeanza Mei 16 mwaka huu na hadi Mei 22 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi huo. CPA Amos Makalla ameeleza kuwa kwa upande wa Tanzania bara mchakato huo unafanyika katika mikoa 11 na mikoa 5 kwa upande wa Zanzibar, lengo likiwa ni kuhakikisha wananchi wanajiandikisha na kuhakikisha taarifa zao. Wale ambao hawajafanikiwa kufanya hivyo wafanye mapema. Mikoa hiyo iliyopita daftari hilo kwa awamu ya pili ni Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida, Dodoma, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Ni taarifa kutoka huko Muleba. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla amesema kujiandikisha katika daftari la wapiga kura kwa awamu ya pili ni fursa nzuri kwa vijana na wananchi kutimiza haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Jeshi la polisi latoa kauli, tutawasaka waliosambaza uzushi. Jeshi la polisi Tanzania limesema taarifa za uongo, potoshaji na zisizo na maadili zilizokuwa zikisambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa jeshi la polisi yani Tanpol kwa lengo la kutaka kuaminisha umma kuwa zimetolewa na jeshi la polisi kupitia mtandao wake wa X sio za kweli na ifahamike. Limesisitiza kuwa jeshi la polisi haliwezi kuandaa na kusambaza taarifa kama hizo katika mitandao yake ya kijamii. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi Tanzania imesema, tunaendelea kufuatilia waliotengeneza na kusambaza taarifa hizo ili wakamatwe, na tunaomba wananchi wazipuuze taarifa hizo kuepuka kuendelea kusambaza endapo zitakufikia. Hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote yule atakayehusika na utengenezaji na utoaji wa taarifa hizo na yeyote yule ambaye anaendelea kusambaza. Taarifa ya polisi imekuja kufuatia akaunti rasmi ya jeshi la polisi yani X kudukuliwa na kisha wadukuzi wakaweka taarifa feki kifo cha kiongozi mkubwa nchini. Baadaye pia wadukuzi hao wamedukua akaunti ya Simba Sports Club, mtangazaji Odemba na mtandao wa Airtel na kuweka taarifa zisizo za kweli.
Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi Tanzania limesema taarifa za uongo, upotoshaji na zisizo na maadili zilizokuwa zikisambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa jeshi la polisi yaani TANPO kwa lengo la kutaka kuaminisha umma kuwa zimetolewa na jeshi la polisi kupitia mtandao wake wa X sio za kweli na ifahamike. Limesisitiza kuwa jeshi la polisi haliwezi kuandaa na kusambaza taarifa kama hizo katika mtandao yake ya kijamii. Waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya atoa kauli. Waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya Musalia Mudavadi ametoa kauli na kusema wamejaribu kwenda kuleta mchezo unaoleta hapa katika manchi jirani. Nini kimewato? Tukiwaambia what Kenya is so democratic, they don't believe it. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa. Haya, wamejaribu kutoka hapa na kwenda airport, wameambiwa rudini kwenu. Kama mnachezea kwenu mrudi huko kwenu, muende mkachezee kwenu, sisi hatuwataki. Hii ndio nimekuwa nikiwaambia vijana wetu wakati mnaenda nje. The moment unaingia kwa ndege, na hiyo miguu za ndege ziinuke, sheria inakuwa ya nchi unayokwenda kushuka. Sheria ya Kenya haitofanya kazi kule. Kwa hiyo kama wewe ni mkorofi hapa, na usifikiri utafanya hivyo katika nchi za jirani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kenya. Hatimaye waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya Musalia Mudavadi ametoa kauli na kuwaambia wamejaribu kwenda kuleta mchezo wanaoleta hapa katika manchi jirani. Nini kimewatokea? Tumewaambia Kenya is so democratic, they don't believe it. Hatimaye John Heche atoa kauli Chadema haijapasuka, tupo imara. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara John Heche amesema kumekuwa na kelele kila kona za kutaka kuonyesha dunia kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimepasuka. Lakini ngoja niwaweke wazi kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hakijapasuka, kipo imara. Walioondoka ni wachache sana kuliko waliobaki na chama bado kinasonga mbele. Akiongea jijini Dar es Salaam, John Heche amesema kumekuwa na kelele kutaka kuonyesha dunia kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimepasuka. Chadema bado ipo. Ukiangalia magazeti, mimi najua habari ambazo zipo pushed na serikali, kwa sababu haiwezekani TV na magazeti yote yakaandika habari inayofanana. Mimi najua hiyo ni kanyaboya tu. Kati ya wajumbe wote wa kamati kuu walioondoka ni mjumbe mmoja tu. Baraza kuu lina wajumbe 456, kati yao walioondoka ni 20 tu. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194, kati yao wameondoka wajumbe 34. Tulikuwa kwenye ziara kanda mbalimbali, wa Tanzania maelfu kwa maelfu wamejitokeza kutupokea, kutuchangia, kutuunga mkono. Kwa hiyo nataka kuwaambia chama kipo imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunawatakia safari njema, tukutane kazini. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara John Heche amesema kumekuwa na kelele kila kona za kutaka kuonyesha dunia kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimepasuka. Lakini nawaweka wazi kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akija kupasuka, kipo imara, na walioondoka ni wachache sana kuliko waliobaki na chama bado kinasonga mbele. Paul Makonda atoa kauli. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda ameungana na Watanzania wengine kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwenye kituo cha hospitali ya ICC mtaa wa Mahakama kata ya Sekei jijini Arusha, ambapo amesema kwa sasa yeye ni mpiga kura halali wa Arusha mjini. Mara baada ya kujiandikisha, Paul Christian Makonda ameongea na wanahabari na amewasihi wananchi wa mkoa wa Arusha wajitokeze kwa wingi kuhusisha taarifa zao katika vituo vinavyohusishwa ili waweze kupata haki ya msingi ya kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mimi nilikuwa naishi Dar es Salaam, nimehamia hapa Arusha. Kwa hiyo nafahamika taarifa zangu rasmi za kutoka Dar es Salaam Mikocheni kwenye kituo cha container kuja hapa kituo cha mahakama. Hivyo mimi ni mpiga kura halali wa mkoa wa Arusha, jimbo la Arusha mjini, kata ya Sekei. Katika hatua nyingine, Paul Christian Makonda amewataka waajiri wote katika mkoa huo kutoa ruhusa kwa watumishi wa umma, mashirika, taasisi mbalimbali kwenda kuhusisha taarifa zao, kwa kuwa zoezi hilo alichukua muda mrefu kukamilika taarifa za mpiga kura ili nao waweze kupata haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi watakaoongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Mkoa wa Arusha una jumla ya vituo 331 kwa ajili ya kuhusisha taarifa za wapiga kura.
ili kusaidia kuondoa usumbufu wakati wa kupiga kura. La zoezi hilo litahitimishwa mara tu pale ifikapo Mei 22 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda ameungana na Watanzania wengine kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwenye kituo cha hospitali ya ICC mtaa Mahakama kata Sekei jijini Arusha, ambapo amesema kwa sasa yeye ni mpiga kura halali wa Arusha mjini. Rais Samia kuzindua daraja la JPM Juni 19. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi wa daraja la John Pombe Magufuli Igongo Busisi utafanyika Juni 19 mwaka 2025. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametoa taarifa hiyo katika mkutano wa hadhara wilayani Sengerema mkoani Mwanza, wakati akiongea mbele ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye yuko ziarani mkoani Mwanza. Waziri Ulega amewataka wananchi wa Mwanza kujitokeza kwa wingi katika uzinduzi huo wa daraja hilo lenye urefu wa kilomita 3 na barabara zake unganisha zenye urefu wa kilomita 1.66 na linatarajiwa kuwa refu kuliko yote katika Afrika ya Mashariki na Kati. Akiongea katika mkutano wa Waziri Mkuu amesisitiza umuhimu wa wananchi kujitokeza kwa wingi katika tukio hilo. Jitayarisheni kwa wingi kupokea kiongozi wetu mkuu atakayekuja kulifungua daraja hili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa kutoka jijini Mwanza. Hatimaye Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi wa daraja la John Pombe Magufuli Igongo Busisi utafanyika Juni 19 mwaka 2025.